tuambie kuhusiana na hivi karibuni tumeona chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kwanza baadhi ya wafuasi wake ambao makada wake waliwahi kutoka ndani ya hiko chama wakirejea pia tena ndani ya hiko chama. Lakini wakati wafuasi makada wa Chadema wakirejea ndani ya Chadema, tumeshuhudia pia baadhi ya makada pia waliwahi kuwa ndani ya chama cha wananchi CUF na wao wakirejea. Hii ina taswira gani ndani ya chama chenu? Unadhani kitakuja kuibua tena chama chenu kuja kwenye nafasi ambayo ni nzuri? Kwanza niseme mahama ya wanasiasa ni jambo ambalo limekuwa la kawaida sana kwa miaka ya karibuni, hasa baada ya utawala wa hayati Magufuli, japokuwa lilikuwa likitokea huko nyuma pia na linaendelea kutokea mpaka sasa. Lakini nani anahama na katika wakati gani ni jambo la msingi pia. Leo tunamzungumzia kwa mfano mchungaji Peter Msigwa aliyekuwa mbunge wa Iringa kwa vipindi viwili nadhani tofauti kama sio vitatu, lakini kimsingi ndio mtu ambaye alifanya Iringa yote ionekane kwamba hasa jimbo lile la Iringa mjini na ukanda ule uonekane kwamba ni wa Kichadema sasa, kwa kazi kubwa ambayo aliifanya kwa wakati ule. Lakini akaondoka ghafla akaenda Chama cha Mapinduzi, lakini amerudi huku akisema yale ambayo yamemkera, kwamba hawezi kuona haki ikinyimwa alafu akanyamazishwa, kwa sababu mfumo wa kule alipokuwepo haumpi uhuru wa kuweza kukemea. Kama hii ni kweli na ndio dhamira yake ya dhati, basi pia ni taarifa kwa jamii ya mwanadamu kwamba haki hizi tunazozidai sisi vyama vya upinzani huwa tunadai kwa sababu ni asili kudai haki. Hili ni swala ambalo ni la Mwenyezi Mungu mwenyewe, kudai haki na kuchukia dhulma. Kwa hiyo kurudi kwa baadhi ya watu katika vyama vyao vya mwanzo ni ishara ya kwamba kule walipoenda walipotea njia. Na sio tu Chadema imepata mfano Msigwa, chama cha wananchi CUF kwanza kilianza kupata wimbi la wanachama walioondoka, hasa wale walioondoka kupitia kwenye mgogoro kuanza kurudi. Kama mnavyojua, miaka miwili nyuma tulipokea kundi kubwa la wanachama ambao walienda ACT, lakini baadaye wakarudi ndani ya chama cha wananchi CUF wakiwa wanaongozwa na katibu mkuu wa sasa ambaye alikuwa katibu mkuu pia kipindi fulani huko nyuma, Mheshimiwa Hamad Masud Hamad, lakini wakarudi kadhaa. Ila sasa hivi pia tumepokea viongozi ambao tunapaswa kuwataja kwa heshima kubwa. Chama cha wananchi CUF kimefanikiwa kumrudisha katika chama Mheshimiwa Said Miraji. Said Miraji ni kiongozi ambaye kwa siasa za Tanzania mimi sitoshi kumuelezea, kwa sababu ni mwanaharakati, mwanasiasa, mchambuzi, lakini anayefanya utafiti kwenye siasa. Haya yanafahamika na Watanzania wote kupitia vipindi mbalimbali vya redio, televisheni ambazo yeye amekuwa akitoa habari zake huko. Ni mtu ambaye ni mbobezi katika siasa hizi. Lakini sisi kama kafu tuna rekodi ya utendaji wake uliotukuka, kwa sababu ni mwanachama wa muda mrefu aliyeshika nafasi mbalimbali. Ndiye anayetajwa pia kuimarisha jumuiya ya vijana katika kipindi chake, lakini na Blue Guard pia katika kipindi chake. Kwa hiyo leo hii anaporudi katika chama cha wananchi CUF, maana yake tunatarajia kupata boosti ya kukijenga chama chetu na kukiimarisha zaidi. Ndio maana chama kikaona haitoshi tu kumpokea kama mwanachama, lakini hata kuwa tayari kuweka pembeni masharti ya katiba kama ambavyo baraza kuu lina mamlaka hayo, na hatimaye kumpitisha kuwa naibu katibu mkuu wa chama chetu kwa upande wa Zanzibar. Lakini sio yeye tu, chama kimempokea aliyekuwa ameishikilia Kilwa Kaskazini, Mheshimiwa Ngombale, Vedasto Ngombale Mwiru. Kama tunavyofahamu kwamba alikuwa mbunge wa Kilwa Kaskazini, akamaliza kipindi chake, lakini baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji mwaka 2024 na yale yaliyofanyika ni kama alikatishwa tamaa. Baadaye kwa kipindi kifupi akahamia CCM, lakini hakuweza kudumu kwa zaidi ya miaka miwili. Amerudi kwenye chama cha wananchi CUF. Unapotaja Ngombale kwa watu wa kusini, kwa watu wa Kilwa, maana yake unamtaja mtu ambaye alishikilia kwa kiwango kikubwa, akishikamana na viongozi wakubwa kule, kina Masendera, kina Abu Musa Mjaka, uhai wa chama cha wananchi CUF ndani ya Kilwa. Kwa hiyo tunatarajia sasa
kwa sababu sasa yeye sio kiongozi katika eneo moja la Kilwa, ni kiongozi katika upande wa Tanzania bara kama naibu katibu mkuu. Kile alichokifanya Kilwa anaweza kukifanya sasa kusini kwa ujumla wake, lakini Tanzania kwa ujumla. Haya ni maingizo mapya, lakini tunaye Ali Makame Isa ambaye alishawahi kuwa kiongozi wa juu kabisa katika vyama vingine vya upinzani. Juzi tu katika uchaguzi uliopita amerudi ndani ya chama. Kurudi kwa wanachama hawa leo baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 ambao ulivurugwa, maana yake ni kwamba watu wamekusudia kukusanya nguvu zao sasa kwa ajili ya kuhakikisha wanaenda kuitoa CCM madarakani. Kwa hiyo sisi kwetu kama chama tunaamini kwamba kurudi kwa wanachama hawa na wengine ambao sikuwataja kwa sababu ni wengi wanaorudi na wengi tutaendelea kuwapokea, ni kuashiria kwamba kule walipojaribu kuelekea walipotea, na aliyepotea akibaini kuwa alipotea, busara kwake ni kugeuza njia na kurudi katika njia sahihi. Wamerudi katika njia sahihi, tumewapokea, lakini kwa uwezo na uzoefu wao hatutosita kuwatumia hata kama watakuwa wamerudi leo. Ndio maana Ngombale pia ni naibu katibu mkuu upande wa Tanzania bara.